na kila wakati. Hapo jana tulitafakari kuhusu ishara ya pili yake Yesu Kristo katika Injili ya Mtakatifu Yohane, na kama nilivyowakumbusha jana, kuna ishara 7 katika Injili ya Mtakatifu Yohane. Leo tumesoma ishara ya 3 ambayo Yesu Kristo katika bwawa la Bethesda anamponya huyu mtu aliyekuwa mgonjwa kwa miaka 38, na tumesikia kwamba katika lile bwawa kulikuwa na watu wengi sana ambao walikuwa wagonjwa. Kuna wengi ambao walikuwa vipofu, viwete na wenye kupooza, na sasa kuna huyu ambaye alikuwa mgonjwa kwa miaka 38. Baba zetu wa imani, the fathers of the church, ama baba wa kanisa, the fathers of the church, wamejaribu kueleza maana ya picha ambayo tunaiona siku ya leo, ama mafundisho ambayo tunayaona katika Injili ya leo kwa njia ya picha, what we would call actually allegorical interpretation. Na wanapotafakari wanaona huyu mtu ambaye alikuwa mgonjwa alikuwa kwenye bwawa la Bethesda, na tumesikia katika lango lile la kondoo kulikuwa vile vile na matao matano, 5 porches. Na kwa nini haya mambo tunayasikia yana picha ya udani? Kwanza kabisa, yale matao matano ni ishara ya sheria, vile vitabu vitano katika Agano la Kale vya Mwanzo, the Pentateuch. Na anajaribu kuonyesha kwamba hao matao matano ni ishara ya sheria, na huyu mtu ambaye alikuwa mgonjwa kwa miaka 38 ni ishara ya wana wa Israeli ambao walisafiri katika jangwa, wanasema miaka 38, miaka 40, au tena ni ishara ya karne 38 ambao wanadamu waligoja ujio wake Masia. Hivyo basi walikuwa wanagoja ujio wake Yesu Kristo, na katika yale maisha waliishi kama yule mtu ambaye alikuwa mgonjwa, na yeye hangeweza kujitoa katika ile hali ya ule ugonjwa. Na ndipo wanasema kwamba kama vile walikuwa wanaamini Wayahudi kwamba mtu akiwa mgonjwa, wakati maji ya lile bwawa yanatikisika, basi yule mtu wa kwanza kuingia mle angeponya. Lakini huyu mtu kwa sababu alikuwa kiwete, alikuwa anajaribu kila mara kuingia katika lile bwawa, lakini wengine wanaingia kabla yake. Na tunaona Yesu Kristo basi anapokuja anamuuliza kwamba, je, wataka kuponywa? Mtu ambaye alikuwa ameishi miaka 38, Yesu Kristo anamuuliza kwamba unataka kuponywa? Na yeye anasema kwamba kila mara anajaribu kushuka, mwingine anakuwa amekwisha shuka kabla yangu, maji yanavyovurugika, na hivyo basi asiweze kupata nafasi ya kuponywa. Hili somo linatuonyesha maisha ya kila mmoja wetu. Wakati tulizaliwa katika dhambi ya asili, na hatungeweza kujitoa katika ile hali ya upungufu wetu katika dhambi ya asili. Hatungeweza kujiokoa sisi wenyewe. Ilihitaji mtu ambaye alitoka nje, ambaye ni Yesu Kristo, aje ili aweze kutuokoa. Na hivyo basi
ule ugonjwa wa huyu mtu ni ishara ya upungufu wetu kama binadamu, tusiweze kujitoa katika ile hali ya dhambi na mauti, utumwa wa dhambi na mauti. Lakini Kristo anapokuja anamuuliza huyu mtu kama anapenda ama anataka kuponywa, kuonyesha kwamba mtu lazima basi awe na ile roho ama awe na ile azimio ya kutaka kutoka katika ile hali. Pengine huyu mtu angekuwa ametosheka kukaa katika ile hali, na ndio Kristo anamuuliza kama anataka kuponywa, kwa sababu lazima aonyeshe azimio lake ni lipi, hali yake anataka kutoka katika ule ugonjwa ama anataka kuishi mle. Na ndipo tunaona Yesu Kristo amwambia kwamba jitwike godoro lako na uende. Amka, jitwike godoro lako na uende. Kwanza tutafakari kidogo kuhusu lile bwawa. Lile bwawa lilikuwa na maana gani, hasa anaposema bwawa wakati limevurugika maji? Ni ishara ya bwawa la ubatizo, baptismal font. Na ndio hata ukiangalia zamani katika historia ya kanisa, mtu anapobatizwa alikuwa anaonyeshwa kwa picha ya binadamu ambaye amejitwika godoro na anatoka kwenye bwawa. Kwa hivyo hili bwawa ni ishara ya bwawa ama la bwawa la ubatizo, le baptismal font. Na wakati maji imevurugika ni ishara kwamba Roho Mtakatifu anafanya kazi. Hivyo basi sisi hatungeweza kujitoa katika ile hali ya upungufu wetu. Ilihitaji mtu aje ambaye ni Yesu Kristo atutoe katika ile hali, lakini kwa njia ya ubatizo, kwa sababu kwa ubatizo sasa tunaanza maisha mapya. Na hayo maji basi tumesikia tena hata katika somo la kwanza, ile maji ambayo ilitoka katika hadi la kulia la lile hekalu, na wakati inateremka tuwasikia kwamba inaleta uhai. Hayo maji tena katika kitabu cha Ezekieli ni yale maji ambayo yalitoka katika ubavu wake Yesu Kristo, ambayo ina ishara yake ni kanisa, na vile vile ni ubatizo, ni maji ya ubatizo ambayo yanatakasa mtu ama yanaleta uhai katika maisha ya mwanadamu, na hivyo basi anaweza kuzaa matunda, na hayo matunda ni matunda ya kiroho. Kwa hivyo hiyo ni maji ya ubatizo, maji ambayo tunaiona katika bawa la Betesda, tena tunaiona kama maji inayotoka katika ubavu wake Yesu Kristo, na hiyo maji inaleta uzima katika maisha ya wanadamu. Ndivyo tunaona kwamba huyu mtu wakati Kristo anakutana naye anamwambia kwamba kwa sababu ameponywa ajichunge sana asiwe mgonjwa tena, na anaambiwa kwamba ameponywa na vile vile amesamehewa dhambi zake. Tunaonyeshwa kwamba Yesu Kristo anaponya miili yetu, lakini vile vile anatuponya kiroho. Na haya ndio tunaona kwamba maisha ya kisakramenti ama maisha yake Yesu Kristo anaponya upungufu wetu wa kimwili, lakini vile vile anaponya upungufu wetu wa kiroho. Na ishara ya leo inatuonyesha kwamba Yesu Kristo amekuja aweze kuwaponya watu katika miili yao, lakini kwa hali ya juu amekuja ili aweze kuwaponya katika upungufu wao wa kiroho, na vivyo basi awasamehe dhambi zao waweze kuishi maisha ya uzima ama maisha ambayo ina uzima. Na ndio tunaona sakramenti ya ubatizo inatuponya kutoka dhambi zetu, hasa dhambi ya asili, na tena inatuponya hata dhambi zingine tumetenda kabla ya ubatizo, lakini vile vile inatupa neema ya Mungu ambayo tunaita neema ya utakaso, the sanctifying grace, ambayo ni maisha ya Mungu, na hayo maisha ya Mungu ni uzima. Ndugu wapenzi,
Tunapoendelea kutafakari kuhusu hili somo, Yesu Kristo anatuambia kwamba tushirikiane naye. Amemwambia huyu mtu, simama, jitwike godoro lako uende. Kwa nini anamwambia ajitwike godoro? Ni kwa sababu ili neema za Mwenyezi Mungu ziweze kufanya kazi katika maisha yetu, inahitaji ushirikiano wa mwanadamu na neema zake Mwenyezi Mungu. There is always cooperation between the grace of God and the human effort. Huyu mtu aliambiwa simama. Kama angesimama, basi neema zake Mwenyezi Mungu hata kama zingekuweko, basi yangekuwa na utendakazi katika maisha yake. Na ndivyo vile vile hata sisi tunaalikwa kwamba lazima tushirikiane na neema zake Mwenyezi Mungu. Neema zake Mwenyezi Mungu zinahitajika utendaji kazi na mazao ya kimungu, na ndio tunaambiwa kwamba tuweze kushirikiana nazo. Hata tukikumbuka maneno ya Mtakatifu Tomaso, alisema kwamba the grace of God does not destroy our human nature, but it comes to perfect our human nature. Kwa hivyo inahitajika tushirikiane na hizo neema zake Mwenyezi Mungu. Ndugu wapenzi, basi mwaliko wake Yesu Kristo ni tuweze kujitwika godoro lake na kwenda. Kujitwika godoro ni kusema kwamba kuna yale maisha ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia kila mmoja wetu, na haya tena tunaweza kuyafananisha na mtu ambaye amechorwa anatoka katika bwawa amebeba godoro. Inaonyesha ni maisha ambayo sasa amejitwika, maisha ya kufuatana naye Yesu Kristo. Na hayo maisha inaonyesha kwamba kuna I would say there's actually a challenge that is being posed to the human person. Kuna changamoto ambazo zimepatiwa mwanadamu katika utumishi wake, na hayo lazima sasa ayabebe ili aweze kutembea pamoja naye Yesu Kristo. Neema zake Mwenyezi Mungu zinafanya kazi katika maisha yetu. Tunaalikwa basi tuweze kushirikiana nazo na kutembea naye Yesu Kristo, na maisha yetu yataweza kuimarika tunaposafiri katika ulimwengu huu, lakini ifikie kilele chake katika uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo.